Studioni kwa heshima kubwa ninaye Sheikh Ponda Issa Ponda ambaye ni katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania, tukijadili kuhusiana na taarifa hiyo. Sheikh, karibu sana. Asante sana. Kwa mara nyingine tena, sogea mbele kidogo samani. Kwa mara nyingine tena tumeweza kukutana tena. Najua sasa hivi hapa ni nyumbani. Ni kweli. Sio mgeni tena. Karibu sana. Na moja kwa moja Sheikh Ponda, ningependa kwanza tufahamu pendekezo lenu kwanza. La kwanza ambalo lilitolewa katika taarifa hili lilikuwa ni kuhusiana na kumshauri rais kuhusiana na ripoti ile itolewe hadharani. Na najua mara mwisho tulizungumza kwa njia ya simu, lakini ningependa tuanzie hapo kwa sababu ni pendekezo la kwanza ambalo lipo katika ile taarifa yenu. Kwa nini mnaona kuna umuhimu mkubwa sana wa ripoti ile iwekwe hadharani na licha ya rais kusema kwamba na kuzungumza wazi kwamba ile ripoti ni ya rais? Karibu. Asante. Niseme kwanza ni tukio la Oktoba 29 ni tukio kubwa sana kwa sababu limeandika historia mpya kabisa kwenye taifa letu. Matukio mawili makubwa yalitokea kwenye tukio lile. Tukio la kwanza lilikuwa ni la vurugu ambapo kama tuliona kwamba kulikuwa kuna uharibifu wa mali. Lakini tukio kubwa zaidi kuliko hilo lilikuwa ni la mauaji. Mauaji makubwa ambapo mauaji yale yamechukua sura mbili. Kuna watu ambao waliuawa katika midani ile ya mapambano ile vurugu ambao wameuawa, lakini kuna watu wengi wameuawa nje ya medani ya mapambano. Kuna watu wameuawa majumbani kwao, kuna watu wameuawa makazini kwao, kuna watu wameuawa barabarani na idadi ni kubwa. Kama tume inavyosema ni watu karibu 500 na kidogo. Hiyo ni taarifa, na tume imeendelea kusema kwamba uwezekano wa idadi kuongezeka ni mkubwa zaidi, kwamba hiyo taarifa ya 500 ni kwa kiwango kile walichofanya wao uchunguzi utafiti, lakini upo uwezekano idadi ikawa ni kubwa zaidi. Na kwa maana hiyo ni tukio kubwa sana la haki za watu, haki za kuishi na watu kumiliki mali zao. Kwa hivyo rais alipotangaza kuunda ile tume, sisi tulitoa msimamo wetu kama Shura. Baada ya kutokea ile tukio, wananchi walitoa maoni mbalimbali kumshauri rais. Na maoni waliotoa ilikuwa ni kumuomba kwamba akutane na wadau mbalimbali ili kuangalia uwezekano wa kuunda tume, lakini iwe ni tume huru. Tume ambayo kweli inaweza kufanya uchunguzi wa kina na inaweza kuleta matokeo ya hakika na kupendekeza mambo muhimu, ikiwa ni pamoja na uwajibikaji. Kwa hivyo walipendekeza hivyo, na walipendekeza hiyo kwa sababu ilikuwa haiwezekani rais au serikali yenyewe kaunda tume, kwa sababu miongoni mwa vyombo au asasi ambazo zilikuwa zinatuhumiwa katika yale matukio ambazo zimeonekana ni pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa hivi vyombo vinawajibika kwa rais. Kwa hivyo rais hawezi kuunda chombo cha uchunguzi, yani kwa maana kwamba achunguze vyombo vile vyake mwenyewe, ni kwa maana nyingine kwamba atakuwa anajichunguza yeye mwenyewe. Kwa hivyo makundi muhimu katika jamii yalipendekeza kwamba kuwe na akutane na wadau wengine ili iweze kupatikana tume huru. Lakini rais hakukubaliana na hilo jambo na akatangaza au akaunda tume yake mwenyewe na akapendekeza. Sasa watu walitoa misimamo mbalimbali juu ya ile tume, na Shura ya Maimamu tulikuwa ni miongoni mwa hao, kwamba tume ile hatuoni kama inaweza kuwa na tija na kazi zake pia hatakuwa na tija. Lakini sasa ameunda ile tume na imefanya kazi, na kwa vyote vile kama wataalamu walifanya kazi, watakuwa kuna kitu chochote kile cha maana ambacho kitu chochote ambacho wamekizungumza kinaweza kupimwa na kinaweza kusaidia hata katika juhudi zingine zile za kwamba tuwe na tume huru, lakini bado kile ambacho kinaweza kuzungumzwa na tume hii kinawezekana kikasaidia katika ile dhana kwenda kwenye tume huru. Sasa Jaji Chande alipokuwa anawasilisha siku ile kwa rais, alisema kwamba hii ni muhtasari wa yale yaliyopo katika ripoti, lakini wananchi watasoma kwa ukamilifu katika ile ripoti yenyewe. Kwa hivyo yeye alitamka. Baada ya kutamka, aliposimama rais akasema kwamba
hii ni mali yangu, na tafsiri yake ni kwamba yani haitatoka isipokuwa ataendelea kuimiliki yeye mwenyewe. Lakini pia samani Sheponda, lakini pia kuna katika mtazamo huu ambao umeusema kuna mtazamo pia ambao unasema kwamba kwa sababu yeye ndo hivi vyombo ambavyo vilishutumiwa kwamba vinawajibika kwake, yeye ndo anaweza kuviwajibisha moja kwa moja, kwamba hata ikienda kwake yeye ndo ambaye anaweza kushughulika na moja kwa moja. Kuna hoja pia kama hizo. Ndio, endelea. Sawa. Hiyo hoja ipo pale. Lakini tunachozungumzia hapa ni sasa maki ile tume iliundwa kuchunguza yale matukio ambayo yamehusu wananchi, raia mbalimbali. Tunachofikiria kwamba au muhimu ilikuwa ni kwamba ile taarifa kama alivyosema mwenyekiti Chande, George Chande, ilikuwa ni kwamba ile taarifa sasa iwe wazi, yani iwachwe ili watu waweze kuisoma na waone inazungumziaje, ni kitu gani ambacho kimezungumzwa kwenye ile taarifa, sababu ni taarifa kubwa kama ambavyo tulivyoiona. Na ni haki kwa sababu ilikuwa inashughulikia maisha ya watu. Kuna watu wamepoteza ndugu zao, kuna watu wamepoteza watoto wao, kuna watu wamepoteza mali zao. Kwa hivyo kama ni chombo ulichokiunda ili kishughulikie mambo yanayohusu watu, ni kwa vyote vile ile taarifa inahusu wale watu, ni lazima wafikie. Kwa hivyo umuhimu ulikuwa ni huo, kwa kwamba tulimshauri Mheshimiwa Rais kwamba aiwachie ile ripoti ili watu waisome, wajadili. Sasa hivi watu wanajadili, lakini tunajadili muhtasari wa ile ripoti hii ulivyo pale, kwa sababu kwa vyote vile ni lazima tujadili, kwa sababu huu muhtasari peke yake maki umegusia yale yaliyoko kule kwenye ile tume yenyewe. Sasa ni tayari, ina maana kwamba kuna sehemu ya hiyo taarifa ishatolewa. Kama ishatolewa sehemu ya hiyo taarifa, kwa nini sehemu nyingine isitolewe? Kwa hivyo ile alishikilia rais ni sehemu ya taarifa, yani sehemu kubwa ameshikilia. Taarifa kidogo ndio hii ambayo imetoka. Tunataka ile kubwa itoke ili watu waweze kuiona, kujadili. Kwa hivyo kimsingi wito ulikuwa umezingatia uzito ile jambo lenyewe. Yeah. Na umezungumza vizuri sana Sheponda. Kwenye baada ya yote kutokea na tume kuundwa, watu wote wanasubiria au kama hivyo unavyosema kwamba tusubiria serikali. Tunajua serikali inawajibika yenyewe moja kwa moja katika hili, kwa sababu ndio ambayo inasimamia kila kitu kinachoendelea. Lakini pia mimi nataka kufahamu kitu kimoja Sheponda. Upi wajibu wetu kama asasi za kiraia, asasi za kidini, vyama vya siasa katika kuwajibika katika hili, kwa sababu inaonekana kama tunaacha moja kwa moja serikali ndo ifanye kila kitu. Sisi wajibu wetu ni upi? Tunasimama vipi katika kuhakikisha kwamba kile kilichotokea hakijirudii tena, lakini pia tunasimama kama taifa moja la kuweza kulinda umoja na amani ya nchi yetu? Kwa sababu hatua zozote zile za ule wajibu kwa makundi yote, iwe ni serikali, iwe ni viongozi wa serikali, iwe ni viongozi wa kijamii, yani wajibu utakuja pale ukweli umefahamika. Yani tukafahamu ule ukweli wenyewe, jambo lenyewe, huu ndo ukweli wenyewe, ndipo unakuanzia ule wajibu. Kwa sababu kama tutajua, kwa mfano tutajua kwamba ni nani exactly, kwamba hawa ndio waliosababisha zile vurugu, tukajua kwamba hawa ndio waliosababisha mauaji, waliua watu, si ndio? Na tukaona labda ile mifumo yenyewe ya sheria inasemaje. Kwa mfano katika ile ripoti, moja katika vitu ambavyo sisi tulivyokosoa ni kwamba katika ile tukio la Oktoba 29 mambo makubwa yalikuwa ni mawili. Ilikuwa ni zile vurugu pamoja na mauaji. Kwenye ile ripoti, kwenye ile muhtasari wa ile ripoti ya tume, ukiangalia Jaji Chande na wenzake walifanya uchambuzi mkubwa wa kina upande huo wa watu walioandamana na yakatokea yaliyotokea. Wameeleza kwamba watu hawa walikuwa wametumwa na watu maksusi ambao walikuwa hawapo kwenye medani, lakini walikuwa wanawashawishi. Wakaonyesha kwamba watu hawa walikuwa wamepata mafunzo, walikuwa kambini. Watu hawa akaelezea zile istilahi, lugha ambazo zilikuwa zinatumiwa, akazitafsiri, ambazo wanasema kwamba ndio zilikuwa zinaamsha ile hamasa. Lakini akaeleza aina ya silaha, akataja silaha zaidi ya nafikiri zinazofika hata 10 walizotumia. Lakini mwisho kabisa akaonyesha kwamba yale maandamano au yale maandamano kama yalivyoitwa, kwamba waliachua wakayapima kwa mujibu wa mikataba ya Umoja Mataifa na kwa mujibu wa mikataba ya Afrika na Afrika Mashariki
na mwisho katiba ya Tanzania. Alafu mwisho akatoa uamuzi akasema kwamba hayakuwa maandamano halali, nilikuwa ni vurugu taratibu. Alifuata taratibu, anasema ilikuwa ni vurugu ambazo zilizoambatana na uvunjifu wa amani. Sasa tukasema kwamba hivyo ndivyo alivyotakiwa afanye kwenye mauaji, aseme kwamba walioua ni kina nani, si ndio? Wametumwa na nani, na zile istilahi zile lugha zilizotumiwa na viongozi. Kwa mfano walikuwa kabla ya uchaguzi walikuwa wanahamasisha viongozi kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vijiandae kwa ajili ya Oktoba 29, si ndio? Kusimamia usalama wa taifa. Ndio kujiandaa, yani kujiandae kwa maana zilikuwa na tafsiri gani? Lakini pia kwenye video zinaonekana askari wakiwa wamebeba bunduki na wakifanya mashambulizi dhidi ya raia. Sasa ilitakiwa na hizi zote azitafsiri na mwisho kabisa aseme kwamba yale mauaji kama wameyapima pia vile vile kwa mikataba ya Umoja wa Mataifa, mikataba Afrika Mashariki na katiba ya Jamhuri ya Tanzania, alafu amalizie kama alivyomalizia kwamba ya mauaji yalikuwa ni mauaji halali au yalikuwa ni jinai. Sasa alishindwa hayakuzungumza kitu kama hicho. Sasa hapo unashindwa kupata ule ukweli ambayo nyinyi moja kwa moja mnaona kama hiyo ni moja kati ya kasoro ambazo zilikuwa pale. Sasa hapa unashindwa kuona kwamba wajibu wako ni upi kwa sababu kama tungeweza kujua kwamba hawa ndio kweli waliokosea, hawa ndio walikosewa, unaweza kujua kwa sasa wajibu wetu sisi kwa hawa ni huu hapa, wajibu wetu sisi kwa hawa ni huu hapa. Lakini kama hamjui ule ukweli wenyewe, tatizo litaendelea pale pale. Kwa hivyo ndio maana tunasisitiza sana kwamba ni muhimu sana yani kuwepo na chombo huru, kwa sababu ile tukio haliwezi kupita hivi. Yani tukio kubwa. Yani uwezi katika nchi kama hii, yani imetokea tukio mauaji makubwa na uharibifu mkubwa wa mali, lakini jambo hilo liishie kwenye mazungumzo tu ya kawaida, jambo ambalo hamwezi kupata mwelekeo mzuri katika hilo. Shedi, wiki moja imepita kama nitakuwa sahihi tangu mmetoa taarifa hii na tumeshuhudia mara kadhaa rais amekuwa akiweka wazi kwamba yeye mlango wake uko wazi katika kujadili, katika kutafuta njia ya kuelekea katika ule umoja wa kitaifa ambao amekuwa akisema siku zote yuko tayari. Mlishajaribu kwa njia zozote kumfikishia taarifa hii na hata kuomba nafasi ya kuzungumza naye mueleze katika hizi kasoro ambazo mmeziona katika wasilisho lile? Sisi hatujawahi kufanya kwa sasa, lakini bado zinatumika njia zile ambazo ndio zile, kwa sababu hii taarifa ilitolewa kupitia kwenye media, kwenye vyombo vya habari. Ndivyo alifanya. Kwa hivyo na mjadala unaendelea pale kwenye vyombo vile vya habari. Kwa hivyo tunaamini kwamba yapo mawasiliano, sababu zote hizi njia za mawasiliano kwa namna moja nyingine, na tunaamini kwamba wanasikia yani ule ushauri wa wananchi. Lakini ikifika mahala kwamba ni budi kwamba watu wamkabili, nafikiri ni kitu ambacho sio kibani kizuri, au yeye kama itakuwa ni nzuri kwa moja kwa moja mapendekezo yale kuyafikisha moja kwa moja, au yeye kama pia atasikiliza kwamba wananchi wanazungumza nini na ikawa tayari ni jambo zuri pia vile vile. Okay. Lakini mpaka sasa hivi bado hamjafikia zaidi ya kutoa taarifa kama hii ambayo tunajadili. Bado hatujafanya kwa sisi. Okay. Ningependa tuzungumze kuhusiana na swala la adabu ya kutofautiana. Kama pale ambapo ulikuwa msingi wa taarifa yenu ulieleza mambo ambayo yamegusa ile taarifa yenu kwamba msingi au adabu ya kutofautiana. Unaiona hii kama changamoto katika kuwasilisha hoja zetu kati ya utawala, pengine kati ya sisi wananchi na mamlaka, kwamba kuna wakati mwingine utakubaliana na mimi Sheponda, pengine hatufahamu namna ya kukosoa, hatufahamu namna ya kueleza mambo, ndio maana inatokea tunashindwa kukutana katikati na mamlaka zetu? Inategemea, kwa sababu katika wazungumzaji kwenye jamii wako namna mbili. Kuna wazungumzaji wanazungumza kama taasisi na kuna wazungumzaji wanazungumza kama wananchi wa kawaida. Kama taasisi, mara nyingi uzungumzaji unakuwa ni kama huu, labda pengine mmekuwa mmeandika waraka, mnakuwa mnawasilisha ule waraka. Kwa hivyo mara nyingi wawasilishaji wanawasilisha kama taasisi, ukiangalia ule waraka unakuja ukuta mara nyingi unakuwa vizuri, sababu unakuwa umezingatia zile kanuni zote. Lakini kama wananchi wa kawaida, yawezekana kabisa ikatokea mtu akawasilisha kama ile hali ambayo ni ya kawaida, kama unavyojua kwenye jamii. Kwenye jamii kuna watu namna mbalimbali, lugha mbalimbali. Kwa hivyo hicho ni kitu kinawezekana ikawa kuna watu wamefikisha kwa lugha tofauti nani. Lakini sisi tumeona kwamba ni kweli katika uchangiaji, especially kwa watu wa kawaida, kwa pande zote
yani kuna hizo lugha ambazo sio lugha za kawaida. Huyu ana kati mamlaka na raia. Kwa sababu kuna wakati mwingine zinatumika lugha kali sana. Kuna wakati zinatumika lugha kali sana kutoka huko kwenda huko. Kwa hivyo hiyo kitu ipo. Ndio maana sisi tukaangalia kwamba ili kuwaleta watu pamoja, tukasema lazima kuwa kuna kuvumiliana na vile vile kuwa kuna kuheshimiana. Na ni katika dini yetu sisi katika Uislamu ni kitu kimepewa uzito mkubwa sana. Kwa maana kwamba hata kama mtofautiana, lakini mnatakiwa kuna adabu za kutofautiana. Lakini ukiangalia huko kwenye mitandao wapi watu wanatumia lugha, yani wanatofautiana lugha kali sana. Na maneno mabaya sana. Watu wanachora hata mapicha na nini, na kawaida yote yani mambo ambayo yanatakiwa ya nani. Kwa hivyo ni moja katika nukta ambazo tulizoziweka mle ndani kwenye waraka wetu kwamba dini yetu sisi Uislamu, lakini hata adabu ya kawaida ya jamii yetu na nini, yote ni katika mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie. Maana yake iko haja kiasi gani kwa kizazi chetu cha sasa hivi? Najua umekuwa muda mrefu wewe kwenye siasa, unaona namna ambavyo umekuwa ukishuhudia namna ambavyo ukosoaji upo, kwa sababu pia ni msingi katika demokrasia huo. Iko haja ya watu wetu kufundishwa, kwa sababu kuna wakati mwingine pengine labda mamlaka zetu tunasema hazisikii, lakini hao tunawafuata na kuwaambia inaweza ikawa pia ni changamoto. Unaona iko haja kiasi gani kwa ikatolewa hii elimu kwamba unapokuwa na hoja yako unatakiwa pengine kuiwasilisha hivi, na kwa namna ipi ndio inakuwa namna bora kwa upande wako? Namna ya kuwasilisha, mimi nadhani swala la malezi ni swala la msingi kama tunazungumzia kwa maana ya umma. Kwa hivyo tunafundisha, yani watu wanatakiwa wafundishwe ile nidhamu, utaratibu ule wa kawaida na kwa ujumla wetu maana yake. Yani iwe ni kwa vijana, iwe ni kwa mtu mzima, yani wote mnatakiwa muwe na mzingatie zile adabu, kwa sababu inawezekana hata mtu mzima ukafikisha vibaya kwa mtu mzima mwenzako ile jambo lenyewe. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba tunatakiwa tuna nidhamu katika masuala ambayo ni ya msingi sana. Nazungumza na Sheikh Ponda Issa Ponda ambaye ni katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania, na tunajadili kuhusiana na taarifa ambayo walitoa na pamoja na mapendekezo yao kutokea maoni ya Waislamu kuhusu tume ya Jaji Chande baada ya ripoti ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 kuwasilishwa kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wapi ambapo wanaona kulikuwa kuna changamoto katika ripoti hili, lakini pia tunatokaje hapa katika kufikia yale ule umoja wa kitaifa ambao baada ya mambo yote kutokea sasa tunaweza tukasogea mbele. Naendelea kuzungumza na Sheikh Ponda kuhusiana na taarifa ambayo walitoa kuhusiana na tume ya Jaji Chande ambayo ilichunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka jana. Sheikh Ponda, kwa maoni yako wakati tunatafuta sasa pengine tunatokaje hapa, lakini lazima tufahamu kwamba kwa nini tuko hapa, kwa nini tumefika hapa Sheikh Ponda? Mimi nafikiri kwa nini tumefika hapa, ukisoma, mimi nimesoma vizuri ule muhtasari wa ripoti ya Jaji Chande. Ameeleza kwa sababu katika hadidu walizopewa, hadidu namba 2 ilikuwa ni kuchunguza, hadidu namba 1 ilikuwa ni kuchunguza sababu hasa iliyopelekea mpaka yale yatoke ni nini. Na tume imechunguza na wametoa sababu za kwa nini yalitokea yale matukio Oktoba 29. Yale matukio, sababu wametaja sababu 2 kubwa, wamesikia katika sehemu 2 kubwa. Wametaja sababu za kisiasa na sababu za kijamii. Sababu za kisiasa wametaja kama 4 hivi. Moja wanasema ni madai ya muda mrefu ya tume huru ya uchaguzi, madai ya muda mrefu ya katiba mpya, madai ya muda mrefu ya ukandamizaji wa kidemokrasia, madai ya muda mrefu ya tume, demokrasia, katiba mpya, na jambo la 4 ya mambo kama 4 hivi. Moja nimejisahau kidogo. Lakini wakataja vyanzo vinavyotokana na sababu za kiuchumi au nje ya mambo ya siasa. Sisi tumeviorodhesha kwa muhtasari sana ni kama 13. Sasa ukiangalia vile vya kisiasa, ukija kwenye hivi vya kijamii ni vikubwa sana. Moja ni hali ngumu ya maisha, ukosefu wa ajira, nimeona pia ukosefu wa ajira, watu kutekwa, ubadhirifu wa mali za umma unaofanywa na viongozi, masuala ya
ukosefu wa mazingira mazuri ya kibiashara, utitiri wa kodi, utitiri wa tozo, mazingira mabaya ya ukusanyaji wa kodi na kadhalika. Mambo mengi sana ukiangalia pale. Kwa hivyo nikija katika swali lako, tunatokaje hapa? Katika mambo muhimu sana ya kuzingatiwa ni kwenye hii ripoti ni hili eneo ambalo hii ripoti imeainisha vyanzo vya yale yaliyotokea Oktoba 29. Kwa hivyo tukiyazingatia yale sasa, tukayafanyia kazi, tutatoka hapa tulipo. Kwa sababu hata kama hatukuyafanyia kazi yale ambayo tumeona kwamba ndio vyanzo vyenyewe, hali ngumu ya maisha, utitiri wa kodi, ubadhirifu na kadhalika, yani hata kama hawa waliofanya Oktoba 29 wasingewasha ule moto, yani madamu haya yapo, yani hatutoki hapa tulipo. Yani tunaweza kutarajia tena huko mbele kuingia kwenye tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo namna ya kutoka ni sasa kuwa na fikra ya namna gani kuweza kuyaondoa haya mambo, yani kuona kwamba kwa kiasi fulani bado hii tume pamoja kwamba sio ile ambayo iliyotarajiwa, lakini bado kuna mambo ambayo yametusaidia sana. Haya ambayo tumeona yameonyesha kwamba, na bahati nzuri alipokuwa anazungumza Jaji Chande kwenye ile, amesema haya ni mambo ambayo yamedumu kwa muda mrefu bila ya kushughulikiwa na vile yakiendelea kuleta madhara. Yeye ametumia neno ametumia neno hasi, lakini madhara. Sasa haya mambo kama yako kwa muda mrefu na wananchi hawaoni ufumbuzi wa haya, hali hatuwezi kutoka hapa, yani tatizo litakuja kutokea mbele. Kwa hivyo njia pekee ni kutafakari juu ya haya, namna gani ya kutoka katika haya. Kuna hoja ambayo nimeona mmeiwasilisha katika mapendekezo ambayo mmeyaweka katika taarifa yenu, ni kuhusiana na mmeona kwamba kuna wakati kumekuwa kuna kuchanganya kati ya siasa na shughuli za serikali ambayo mmebainisha, na ningependa kufahamu hapo mlikuwa mnalenga nini? Mnaona siasa zimekuwa zinaingia katika shughuli za kiutendaji kwa namna gani? Yani kwa mfano kama uchaguzi uliopita yani unaweza ukasema kwamba ulikuwa ni baina ya polisi na vyama vya upinzani. Maanake wao ndio walikuwa wanashughulika na mambo mengi kabisa ambayo ni ya kisiasa moja kwa moja. Lakini hata sasa hivi, yani ukiangalia sasa hivi unaweza kuona moja kwa moja vyombo vya usalama vinaweza wakaingia hata kwenye masuala ya kisiasa, wakafanya maamuzi, wakaenda kwenye mikutano kadhalika. Yani yapo mambo mengi sana na yamezungumzwa sana na yameainishwa sana. Kwa hivyo ukivishirikisha vyombo vya serikali katika masuala ya kisiasa, tatizo ni kubwa zaidi. Kwa mfano kama unashirikisha kwa mfano kwenye kura, kwenye piga kura, ilikuwa imefika mahali wakakutwa hata askari wanakura wanapiga kwa niaba ya nani, ya chama tawala, madai ambayo yalikuwa yako pale. Unaona, sasa ni kwa sababu kuna fursa zile zilizopo pale. Kwa hivyo ukishirikisha, lazima tatizo litatokea. Kwa hivyo tunasema haya mambo yatenganishwe, yani mambo ya siasa na mambo ya nani yabakie vizuri, na yote yani katika mambo ambayo yamependekezwa vizuri, yani kwenye vyama vya siasa vimependekeza na nini. Ukiangalia kule kwenye mapendekezo yaliyotolewa kwenye vikosi kazi kule, yapo haya mapendekezo namna kutenganisha haya masuala kwa namna ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hivyo tunasema yafanyiwe kazi yale mapendekezo, itasaidia sana kuweka mfumo wetu vizuri. Sheponda, kuna hoja inaibuka na ningependa sana kupata mtazamo wako katika hilo, kwamba kuna baadhi, najua taasisi za kidini ziko katika kukemea na kuonyesha pale ambapo kuna kwa mambo hayako sawa, lakini pia kutufundisha, lakini kuna wakati inaonekana kuna huo mtazamo, naamini hata wewe mwenyewe umeona kwamba inaonekana kama pengine mnapokuwa mnaelekeza ni kama mna trigger au mnachochea labda kuwepo na hizi chaos, madai ambayo watu wanayasema. Wewe kama kiongozi ambaye umekuwepo siku zote, unahakikisha kwamba tunakaa kwenye mstari mzuri, na umeongea vizuri kwamba jamii yetu kuna namna inapaswa kufundishwa namna gani ya kukosoa. Madai kama haya yanakufanya unajisikiaje yanapokuwepo? Unajua, kwenye masuala ya dini kuna mtazamo wa vyombo vya dola katika masuala ya dini umekuwa sio wa kawaida, sio mzuri. Yani wanatazama kama vile viongozi wa dini hawawezi wakachangia katika masuala ya kisiasa. Yani wanaamana kwamba viongozi wa dini, yani wao ni watu ambao waswalishe tu msikitini au kama ni makanisani kule wasalishe, lakini hawatakiwi kuwa na hoja yote kuchangia. Na wanapochangia mara nyingi kwa uzoefu, kama wakichangia upande wa chama tawala, yani wao jambo ni la kawaida, yanaonekana kwamba wao wako vizuri na nini. Lakini wakichangia ikawa wamechangia kwa mtazamo labda wa chama kingine cha upinzani,
Yani hiyo inaonekana kabisa kwamba ni kasoro na wanakemewa kwa kiwango kikubwa kabisa kitu kama hiki. Sasa nafikiri kimsingi kuna mtazamo ambao sio sawa sawa. Viongozi wa dini wana haki kama viongozi wengine wote pale. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni kwamba ikiwa mtu atakuwa ametumia lugha mbaya kama ni kiongozi wa dini, itakuwa ni lawama pia, kwa sababu haruhusi kutumia lugha mbaya. Na ni kiongozi wa dini anatakiwa ni mfano mzuri. Kuna videos utakubaliana na mimi Sheponda, utanisamea nimekukatisha, lakini tumeziona kipindi kile unakuta viongozi wa dini kabisa wanatoa hizo lugha za kuhamasisha pengine au kutia ukakasi katika haya yanayotokea. Tunasema kwa ujumla kwamba viongozi wa dini ni watu ambao wanajua, wanafahamu ile misingi ambayo tumezungumza sisi hapa, ile misingi ya adabu. Kwa hivyo kiongozi wa dini akikosea atakuwa amekosea tu. Yani hawezi kuwa ikawa yuko sawa sawa kwa sababu ni kiongozi wa dini. Akiwa amekosea atakuwa amekosea. Kwa hivyo inategemea na muktadha, inategemea na kile kitu chenyewe. Tunaweza kusema kwamba kwenye hili kama tunaona kwamba amekosea, tutasema kwamba amekosea. Sheponda, mimi ningependa sana tuendelee kuzungumza ila muda unakimbia sana. Swali langu la mwisho litakuwa ni hili kwamba linataka kushabiana na ile ambayo nilikuuliza kwamba tayari rais ameshasema yuko tayari kuruhusu swala la maridhiano na umoja wa kitaifa kutokea, lakini tumeona kuna kusita kwa baadhi ya vyama vya siasa, lakini pia hata asasi zingine za kiraia. Kitu gani kinatokea kufanyika Sheponda katika hili? Najua uliniambia kwamba ukweli ubainishwe, lakini unaona kitu gani pengine kinaweza kikatusaidia, kwa sababu tunahitaji amani, tunahitaji umoja wa kitaifa na kulinda ile heshima ambayo tumekuwa nayo kama taifa siku zote. Swala maridhiano ni swala kubwa sana na swala muhimu kabisa. Lakini maridhiano, hamwezi mkafikia maridhiano kama hamfahamu hali halisi ikoje. Ndio maana misingi ya kweli kabisa, kitu kikubwa kabisa kinasisitizwa hapa ni ili kuweka ile namna utaratibu utakaoweza kufahamu tuweze kufahamu ule ukweli wenyewe. Unaona? Ndio maana sisi humo tukapendekeza kwamba yani yawepo mambo yale msingi. Kwa mfano, mtaendaje kwa maridhiano wakati yale mambo yanayotengeneza chuki baina yenu yapo? Kwa mfano, kuna watu ambao wako gerezani, viongozi wakubwa wa kisiasa wa vyama vya upinzani, si ndio? Nataka nao maridhiano huko kwa ndani. Hii ni kwa mambo ya siasa. Lakini kwa mfano kama sisi watu wa Waislamu, kwa upande wetu sisi kumekuwa na kesi nyingi sana za kubambikiwa, kwa kiwango ambacho sasa hivi tunapozungumza wapo mashehe wamehukumiwa kunyongwa. Wako magerezani sasa wanasubiri kunyongwa. Maana yake wako mashehe wamefungwa miaka 30 40 kwa makesi ya kutengeneza ambayo ni ya ugaidi, ambayo yanalikuwa kwa muda mrefu kabisa. Hamwezi kwenda kwenye maridhiano bila kwanza kuondoa yale mambo yanayojenga mivutano, yanayojenga chuki baina yenu. Kwa hivyo sisi tunaona jambo hilo nzuri, lakini tujenge misingi ya kweli, lakini pia ionekane kwamba viongozi wanaitazama hali kama nchi na tatizo. Ukiangalia huoni kama viongozi wetu wanaona kama kuna tatizo katika nchi hii, isipokuwa wanaona kama vile tatizo liko kwa wananchi na wale wakosoaji, lakini wenyewe ni watakatifu, wako pale juu. Haona hii katika mazingira kama haya unapozungumza maridhiano ni jambo kubwa. Wenzetu kule Rwanda ilifika mahala waliunda zile mahakama zile zinaitwa za mahakama za kashasha, kitu kama gashasha, ambapo watu walikuwa wanakuja kwenye zile mahakama, wanaeleza, wanakiri makosa. Mtu anasema kwamba mimi nilihusika katika mauaji au mimi nilihusika katika kuchochea yale mauaji na kadhalika. Viongozi wakubwa, hata viongozi wa dini wamekwenda pale wakakiri yale makosa. Kule kukiri yale makosa kunaleta tafsiri kwamba kwanza watu wanakuwa wamekufahamu kwamba wewe uliwahi kufanya makosa, kwa hivyo unakuwa huwezi kurudia yale makosa yenyewe. Na wakati huo ni kwamba unakuwa umedhihirisha kwamba umekosa. Lakini kwa mfano leo mnakwenda kwenye maridhiano, labda watu wametendeana mambo mazito, kuna watu wameua watu katika namna ya ajabu kabisa, wako pale lakini hawajulikani. Sasa mnaridhiana vipi wakati kuna watu hawajulikani na wataendelea kuwepo? Kwa hivyo kimsingi ni kwamba kuna mambo ya msingi ambayo yanatakiwa yazingatiwe, alafu tuende kwa maridhiano. Lakini jambo ni kubwa na ni jambo muhimu sana, na sisi tunasisitiza sana kwamba ni muhimu sana kufanyika maridhiano, lakini muhimu kabisa tuweke misingi ya hakika itakayotusaidia kwenda kwenye maridhiano, kwenye mambo ya katiba, kwenye mambo ya haya ya kijamii na kadhalika. Kote kunahitaji maridhiano ambayo ni ya hakika juu ya hilo. Wito wetu ni huo kwa kweli. Asante sana. Ni Sheikh Ponda Issa Ponda ambaye ni katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania, tukijadili kwa pamoja kuhusiana na mapendekezo ambayo walikuwa wameyatoa au taarifa juu ya maoni ya Waislamu kuhusu tume ya Jaji Chande baada ya ripoti ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 kuwasilishwa kwa rais wa Tanzania. Wao Shura ya Maimamu wanaona kulikuwa kuna kasoro sehemu gani katika taarifa hilo, lakini pia kwenye suala zima la kitu gani kinaweza kikafanyika ili kuweza kufikia ule umoja wa kitaifa ambao tunaokusudia kufikia. Tupo mwaka wa mbele.
imewashika.